Kwa hiyo katika kitabu hiki cha Waamuzi iko hadithi, kusikia hadithi ya mtu mmoja ambaye alikuwa ni mnadhiri wa Mungu, ambaye alikuwa anaitwa Samson. Yaani alikuwa anaitwa nani? Samson. Na mimi katika ibada hii ya leo somo linasema nywele zinaweza kuota tena. Jamani, Bwana asifiwe. Nywele zinaweza zikafanyaje? Zikaota tena. Katika historia ya kisa cha Samson tunaona jinsi Samson, tumeshapata kisa hiki kwamba Samson yeye tangu tumboni mwa mama yake aliteuliwa kuwa mnadhiri. Mnadhiri wa nani? Wa Mungu. Masharti waliopewa, asinyolewe nywele atakapozaliwa, lakini pia mama haruhusiwi kunywa mvinyo, pombe. Na hata hivyo wamama, si mnaelewa, hospitalini huwa mnaambiwa usile hiki ukiwa umeshabeba ujauzito, kwa sababu kile kiumbe kitakachozaliwa kina mambo makubwa mawili, kinaweza kikatokea kikaleta athari chanya au hasi. Niliwahi kuona mtoto nazaliwa juzi nimesikia katoka nazaliwa kakiwa na asili ya ushoga, kadogo kakiwa bado kadoka nazaliwa kana asili ya ushoga, kanalembua kakiume, kwa sababu mama, kuna mazingira ambayo hakujidhibiti vizuri. Yaani iko hivi, kama mama ulikuwa chukia na nuna, katoka kizaliwa na kenyewe kanakuwa kananuna. Bwana asifiwe. Kama ulikuwa unapenda sana kuiba mboga, katoto katakuwa kaizi. Kama ulikuwa unapenda mambo ya ibada, katoto katakuwa anapenda ibada. Yaani iko hivi, watoto huwa wanasikia wakiwa tumboni. Bwana asifiwe. Nasemaje? Utafiti unaonyesha kwamba yuko baba mmoja katika nchi ya Marekani alifanya research, katoto kakiwa bado tumboni, akawa nakapigia muziki gitaa, akawa nakapigia kila siku jioni, anakapigia kila siku jioni mpaka kalipozaliwa yule baba akaacha. Utafiti huo, yule baba anasema baada ya miaka baadaye akaupiga ule muziki mbele ya yule mtoto, akasema dadi, hii kama ni aisikia mahali hii kama ni piga tena. Akasema ni wewe sikia huu muziki. Akasema wewe kusikia wapi? Akasema yani hii beat ni wewe kusikia. Akahitimisha katika utafiti wake kwamba ni kweli watoto wao wanasikia wakiwa tumboni. Jamani, Bwana asifiwe. Mama, utakubaliana na mimi, yeye mama mtakubaliana na mimi, katoto kakiwa tumboni ukiwa una hasira na hata akachezi tumboni, ulikuwa umefurahi, nyama zipo, kuku zipo, mchele upo, una amani nyumbani, katoto na kenyeka aruka tumboni. Yani mateke bum 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 bum. Unasikiza kabisa, unasikia kanacheza kabisa. Na hata siku ambayo katoto akacheza tumboni, anakuambia leo mtoto acheze, ni hatari. Hebu ngoja tukachunguze afya huko, labda kuna shida gani. Ambao hawamjui Mungu wanaenda kwa nyamlagua, wanaenda kupiga nyamlagua ngere. Sisi kule kwetu kijijini tulikuwa tunaenda, kuna bibi yetu moja huko, tulikuwa tunaenda tunasema kupiga akachito. Kuna kifimbo fulani hivi, mnaenda mnapiga kachito na anakuwa anashika hivi. Mtoto wako hachezi, ana shida gani? Watu angalie, labda wamemroga. Kwa wanafanya vile, kikishikilia kile kimuti, akifanya hivi kikishikilia ule mtu, kikasema jirani yako amekuroga, kinashikilia, anasema ndio hivyo. Tulikuwa tunadanganywa. Kwa hiyo Samson alipozaliwa, kabla hajazaliwa, Mungu alitoa utaratibu namna Samson awe. Nyie mama ambao bado mnazaa na ambao mna watoto wenu, hakikisheni mnawafundisha vitu gani vya msingi vya kufanya unapokuwa mjamzito, ili mtoto atakapozaliwa, yani mtoto atakayezaliwa, mama au baba unaamua awe wa namna gani. Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Unajua changamoto ni nini? Sisi tunazaa bila mpangilio, tunazaa tu imradi tu tumezaa. Sio nyinyi wa hapa, nyinyi hapa mnazaa vizuri, kila mtoto anajulikana kabisa, huyu tunamzaa mtoto, mnaweka na mipango.